nchi yetu imejaliwa vitu vingi mno. Mpaka wakati mwingine najiuliza huenda tunabweteka. Tuna uwezo wa kujitosheleza kwa mafuta ya kula, tunakajitosheleza kwa sukari, tunaweza tukapunguza nusu ya mahitaji yetu ya ngano hapa nchini, tukajitosheleza kwa shairi, basi vitu chungu mzima tunaweza tukajitosheleza. Sisi hata ukienda kwenye chai, ukweli hatulimi chai kama ambavyo tunaweza. Sisi tunapitwa hata na Malawi katika kilimo cha chai. Kwa hiyo kwa kweli tunafunga buti zetu kwenda mbele. Na sehemu moja hapo kubwa ni umwagiliaji. Kwa mkakati mkubwa wa umwagiliaji, tumeongeza bajeti ya umwagiliaji mwaka huu. Tumeanzisha mfuko wa umwagiliaji kuhakikisha kwamba tunaenda kwa nguvu kubwa zaidi kwenye umwagiliaji. Huko mbele tusitegemee sana hali ya hewa, sababu hali ya hewa ikiwa ngumu, utaona bei ya chakula inapanda. Na hali ya hewa ikiwa mbaya, mavuno yanakuwa machache japo bei inapanda. Kwa hiyo mkulima bado hapati hela za kutosha. Hali ya hewa ikiwa nzuri sana, mkulima anavuna sana, bei inashuka, bado hapati za kutosha. Kwa hiyo sisi tunachoangalia ni kwamba tutumie umwagiliaji kuongeza uzalishaji bila kutumia sana mvua, lakini pili tufungue masoko nje ya nchi ili kuhakikisha kwamba bado tuna sehemu kubwa za kuuza. Tusitegemee soko la ndani tu. Kwa sababu uzalishaji kwa kweli wa nafaka karibu zote sasa hivi ni wa ziada. Na kama mikakati yetu ya kutoa huduma ya ugani inavyoendelea na mikakati yetu ya kuhakikisha kwamba tunapata pembejeo nzuri itakavyoendelea, tutaendelea kuzalisha ziada kubwa sana. Sasa hiyo ziada kama tusipofanya jitihada kwanza kuchagiza sekta binafsi ichangamke kutusaidia kwenda kuuza, lakini kutumia taasisi kama TanTrade kwenda kutafuta masoko, balozi zetu kutafuta masoko, lakini bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko yenyewe imeingia front kwenda kutafuta masoko, tutapata shida sana kwa sababu ziada yenyewe itatokea kuwa ni changamoto sana kwa wakulima. Hapa tungetarajia tusubiri sekta binafsi itengeneze kiwanda kama hiki, iende isoti mchele iuze. At least kuna makampuni mawili, kuna Rafa iko pale Mbarali, alafu kuna Wilma iko Morogoro, lakini serikali imeamua na yenyewe ingie moja kwa moja. Kujenga hiki ni kiwanda kimejengwa na fedha za umma. Kuhakikisha kwamba tunasaidiana na sekta binafsi kupata soko. Na labda watu wengi hawajui, hapo zamani tulikuwa na kitu kinachoitwa GAPEX. Kazi yake ilikuwa ni kununua na kuuza mazao nje. Tulikuwa na National Milling, kazi yake ni kuchakata nafaka. Sasa National Milling ilikufa, hili jengo lilikuwa la National Milling hili. Kulikuwa na mashine hapa kukoboa mpunga imekufa, wamevandalize, mashine nyingine wameniambia wamekuwa kule. GAPEX na yenyewe ilikufa, ikawa na kashfa chungu mzima. Sasa tuna revive kwa kuunganisha shughuli za GAPEX na National Milling, kwamba tusisubiri tu sekta binafsi, serikali na yenyewe ingize mkono. Kwa hiyo huu ni mkono wa serikali, na vile vile kwa bodi hii kwenda South Sudan, kwenda Kenya, kwenda Komoro, wataenda Zimbabwe, wataenda Afrika Kusini, tutaenda DRC. Hiyo ni kuonyesha kwamba serikali inaingiza mkono kuhakikisha kwamba inasaidia wakulima wazidi kulima vizuri. Na upande wetu sisi, kwa upande wa TARI, watafiti na huduma za ugani, tunataka tuongeze tija kwa wakulima. Wawe na mbegu nzuri zaidi, wapate huduma nzuri zaidi kwa ajili ya kulima. Kwa kweli serikali inawashika mkono vizuri sana kwenye mpunga kama ambavyo tutafanya katika mazao yetu. Hili jengo hili lilikuwa la National Milling. Kulikuwa na mtambo wa kukoboa mpunga. Mpunga bado ulikuwa unalimwa na National Milling ikafa na mitambo ikawa haifanyi kazi. Maeneo mengi ya mashirika yakafa. Kwa hiyo National Milling na GAPEX yalikufa. Sasa swali lako, tutafanyaje kuhakikisha kwamba bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko haifi? Namba moja, hawa tunawaacha waendeshe mambo yao kibiashara. Ndio maana jana wakati natangaza kwamba tuna bilioni 50 za kununua mahindi, NFRA bilioni 50, nilisema hizo watanunua kwa wakulima wadogo wadogo kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza kwa shilingi 500. Na shilingi 500 ukinunua kule huwezi kutengeneza faida. NFRA tumesema nunueni kwa sababu ni chakula cha akiba, hela zitatoka hazina. Lakini bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko wamekopa bilioni 50. Kwa hiyo jumla tumeingiza kwenye soko la mahindi katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini bilioni 100. Bilioni 50 moja itafanya kwa ajili ya kusaidia wakulima wadogo wadogo. Bilioni 50 ya bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko watanunua kibiashara. Watanunua kwa bei ya soko, wakijihakikishia tu kwamba endapo watanunua mahindi yale pale Songea, wanaweza wakapeleka sokoni wakauza, wasipate hasara na warudishe faida. Sisi tutawasimamia, tutawalinda. Hatutofanya maamuzi rahisi kwa matamanio ya faida ya muda mfupi pengine ya jukwaa la kisiasa. Hawa watafanya maamuzi yao kibiashara.
wahakikishe kwamba hawapati hasara. Na mimi nimesema tena na tunasema wote pale wizarani, hii bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko imeonyesha ujasiri wa hali ya juu, kujitumba kufanya kuwekeza hapa. Wanakuambia na hela za kumaliza wanazo. Kwa hiyo sisi tutawasimamia, fanyeni biashara. Biashara tu. Hatutowaambia fanyeni biashara kichaa. Maana tukifanya hivyo itakufa kama National Milk. Hatutowaambia nendeni mkatoe, hapana. Mtafanya shughuli hizi kibiashara, mtengeneze faida. Na mkianza kufanya biashara kichaa, sisi kwa kweli tutagombana. Lakini uzuri na waona mnavyofanya. Nunueni mkijua mtauza kupata faida. Mnatoa huduma kwa umma, lakini hakikisheni taasisi haifi. Hilo ndio jibu. Hatutawaingilia kufanya maamuzi ambayo hayana thamani ya kiuchumi. Hatutawaingilia kufanya maamuzi ambayo yanakinzana na mantiki ya kibiashara. Sisi tutawasimamia wafanye, wakitengeneza faida sawa. Wanaweza kutengeneza faida ndogo ili watoe huduma kwa umma, lakini hawaruhusiwi kutengeneza hasara. Hasara hapana. Abada hatutakubali.